Jina langu naitwa Dickson Joram, mhandisi migodi kutoka ofisi ya afisa madini mkazi mkoa wa Lindi. Leo tuko hapa katika mgodi wa mchimbaji mdogo unaomilikiwa na Neema Gladson Kweka, mkurugenzi wa Elianje kampuni ya Elianje. Katika eneo hili tumekuwa tukiwasaidia, sisi kama ofisi ya afisa madini tumekuwa tukiwasaidia wachimbaji wadogo katika nyanja mbalimbali, ikiwepo katika kuwarasimisha, kuwapatia leseni, lakini pia kuangalia mahitaji yao ambao wanahitaji ili serikali kuifikishia serikali kwa kushirikiana taasisi mbalimbali kuwaboreshea mazingira ya uchimbaji, waweze kuongeza tija kwa taifa katika mapato na mambo mengine ambayo yanahusisha maendeleo ya wananchi. Na katika mgodi huu tunavyouona leo, zamani ilikuwa kuna uchimbaji ambao ni wa chini sana, ambapo katika uchimbaji huo wachimbaji walikuwa wanatumia vifaa vya kawaida, lakini kwa sasa wameboreshewa mazingira na serikali, kwa maana ya kwamba miundombinu pia wameongeza uwekezaji katika miundombinu, lakini serikali pia imewasaidia. Nitaelezea tu mambo kadhaa ambayo wamesaidiwa kama mgodi katika eneo hili. Jambo la kwanza, miaka ya nyuma kulikuwa hakuna umeme. Serikali imeleta umeme, na ndio maana katika mgodi huu unaweza ukaona mitambo 90% ya mitambo hii inatumia umeme. Kwa hiyo ni jambo mojawapo ambayo serikali imeifanya katika kuwaboreshea mazingira ya uchimbaji. Lakini pia serikali imekuwa uwezesha mikopo kwa wachimbaji. Kiachana na hivyo, katika mgodi huu ni eneo ambapo mojawapo migodi ambayo iko katika mkoa wa Lindi ambayo ilipata pia mikopo katika kukua kwake. Hivi leo tunavyoongea mgodi umekuwa sana. Sisi kama ofisi ya afisa madini mkazi, mgodi huu ni tegemeo hasa kwenye makusanyo ya mapato ya serikali. Mgodi huu unachangia zaidi ya 30% ya mapato ya serikali ambayo tunakusanya kama ofisi ya afisa madini mkazi mkoa wa Lindi. Na nipende tu kusema kwamba kwa mwaka huu tulipangiwa kusanya bilioni 10.5 na tuko katika hali ya kwenda kuikamilisha, lakini mgodi huu una mchango mkubwa katika maendeleo ya makusanyo ya ofisi. Zaidi ya yote niseme tu kwamba Watanzania wanaweza, na katika mgodi huu ni mfano bora kabisa ambao unaweza wa kuonekana, kwa sababu mgodi huu unaweza ukaona wafanyakazi wote ni Watanzania, mmiliki wa mgodi ni Mtanzania, lakini ukienda tu eneo la kijiji pia ni eneo ambako unaona mzunguko wa fedha unaotokana na uwekezaji ulioko hapa. Kwa hiyo niwatake tu Watanzania wajihusishe na sekta ya madini, kwa sababu inawezekana kabisa kufanikiwa kupitia sekta ya madini, tukiwa na mfano wa eneo hili la Namungo ambapo Watanzania wamenufaishwa na sekta ya madini. Kwa jina naitwa Joseph Shayo, ni afisa mahusiano wa kampuni ya Elianje Company Limited. Kampuni ni ya mchimbaji mdogo. Alianza kaza uchimbaji mwaka 2024. Alianza kama mchimbaji wa kawaida kabisa, akiwa anachimba kwa kutumia nyenzo dhaifu, makrasha ya kuzungusha na injini za Kichina na kutoa uchafu kwa kutumia boya. Lakini baadaye ameadvance, amefikia mahali amekata shafti, anatumia winch kutoa uchafu chini, amefunga ball mill kwa ajili ya kuchakata dhahabu. Na mgodi huu una aina 3 za madini. Unatoa graphite, kuna green garnet na dhahabu. Kwa hiyo kampuni kwa ujumla wake imetoa ajira kwa wananchi wazao wapatao 4,000. Hatuna foreigner hata mmoja hapa. Kazi hizi tunafanya wenyewe. Wakati huo tumefanya huduma za kijamii, kwa sababu eneo linalozunguka lina watu wanaoishi, wana shida ya maji. Tumeweka mradi wa maji, walikuwa wananunua maji lita ndoo moja shilingi 1,000. Sasa hivi tunawapa maji kwa huduma ya shilingi 250 kuservice mradi. Tumejenga shule ya awali ya chekechea, tumeboresha shule zinazozunguka maeneo ya mgodi. Kwa hiyo tunaendelea na process za kuzalisha maji. Tumeongeza visima viwili vya maji vikubwa kwa ajili ya huduma ya maji hapa. Pamoja na hayo, tumetoa na printer kwa ajili ya sekondari iliyoko jirani na eneo letu la mgodi. Kwa kifupi, kampuni inafanya kazi zake kwa kushirikiana na wazawa na wanakijiji hawa ambao wananufaika na kampuni yetu.